Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Wapendwa wa taifa la Mungu, tunapoadhimisha Dominika ya pili katika mfululizo wa mwaka wa kanisa, tutafakari machache kutoka maandiko matakatifu, tukijikita katika neno hili utumishi au huduma. Wapendwa, katika sehemu ya somo la kwanza, Bwana Mungu anakuambia wewe pamoja nami, na anatutambulisha kama watumishi kwa lengo moja la kudhihirisha utukufu wake. Kwa kinywa cha nabii tumesikia jinsi ambavyo anataja sifa za huyo mtumishi. Kwetu sisi tukumbuke kwa ubatizo wetu tu watumishi wa Injili. Umebatizwa na unatumwa kutangaza habari njema. Hivyo ni jukumu letu kupeleka habari njema, ni jukumu letu kukubali kutumika ili lengo alilolitaja nabii katika somo la kwanza liweze kutimia, jukumu la kuyainua mataifa na kutangaza wokovu wake kwa wote. Katika familia zetu, basi kila mmoja wetu ajione ni mtumishi anayepaswa kupeleka habari njema, anayepaswa kuhubiri ili wokovu unaoanzia pale tulipo uweze kuenea kwa wengi. Kwa namna pekee, sisi wanamtume wa Radio Maria Tanzania tuweze kujaliwa nguvu za kupeleka Injili kwa wengi kwa njia ya masafa, mitandao ya kijamii, lakini hata kwa mwenendo ule ambao tunautangaza na kuuishi. Wapendwa taifa la Mungu, katika sehemu ya somo la pili, Paulo mtume haachi kujitambulisha kama mtumishi, mtume wa Kristo Bwana. Paulo anawaombea baraka na neema wale wote wanaokubali kutumika au kutumikia. Anasema, neema na baraka, amani na upendo viwe nanyi nyote. Wapendwa taifa la Mungu, katika hali hii utumishi wetu, huduma yetu isukumwe na upendo wa ndani, ili wale tunaowagusa, wale tunaowaendea waweze kuvutwa na huo mvuto ambao Kristo Bwana ulimfanya awe kati yetu. Sehemu ya Injili, Yohane anafanya kazi ya mtumishi mwaminifu. Anamtangaza na kumdhihirisha Kristo kwa watu. Tumesikia akitaja sifa au kazi nne ambazo Kristo Bwana anazitimiza. Anamtangaza Kristo Bwana kama mwana kondoo wa Mungu, yeye ambaye anaichukua dhambi ya ulimwengu. Bado anashuhudia kwamba huyo Kristo Bwana yeye amejawa Roho Mtakatifu na yeye ni mwana wa Mungu. Wapendwa katika Bwana, mimi na wewe kama watumishi, kama tulivyosema, tujikumbushe faida au yale ambayo mtumishi anayafanya au anapaswa kuyafanya au atarajie katika utumishi wake. Kadiri ya Yohana Mwinjili sura 12 aya 26, maandiko matakatifu yanasema, mtu akinitumikia na anifuate. Mtu akinitumikia na anifuate. Pale nilipo, ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Na tena, mtu akinitumikia, Baba yangu atampenda, atamheshimu. Tunapotoa huduma, tunapotoa utumishi,
basi tunapata heshima ambayo ni Mungu mwenyewe anapenda idhihirike, kama ambavyo amesema katika sehemu ya somo la kwanza, huyo aliye mtumishi tangu tumboni mwa mamaye, Mwenyezi Mungu alishaona karama, vipawa na utume ambao anapaswa kuutimiza. Waswahili husema ukiheshimiwa unafanyaje? Unajiheshimu. Kuna sisi katika utumishi ambao huduma yetu anasema anayetumikia na mfuate Kristo pale alipo na mtumishi wake atakuwapo, na tena Baba atampenda na atamheshimu. Heshima hiyo, wapendwa, tumtazame Kristo Bwana, kwamba hao wanaotumikia, hao wanaotoa huduma watakuwa pale Kristo alipo. Kristo yu wapi? Katika adhimisho la misa takatifu, mmeona tumeanza kwa kutoa heshima kwa altare. Tena mbali na kutoa heshima hiyo ya profound bow, bado makuhani basi wameibusu kwamba katika adhimisho Kristo Bwana yeye mwenyewe ni altare. Kristo Bwana ni sadaka. Kristo Bwana bado ndiye kuhani anayejitoa kwa Baba. Hivyo Kristo Bwana yu altareni. Kristo Bwana anatualika tuje kukutana naye katika sadaka endelevu ya msalaba. Sambamba na hilo, Kristo Bwana yu wapi? Kristo Bwana yu msalabani. Hivyo utumishi wetu, huduma yetu inaweza ikatupeleka mpaka msalabani. Hapo Kristo Bwana yupo pia. Tukivumilia, tukistahimili, basi utumishi wetu utatupa heshima. Kristo Bwana kwa kuwa msalabani, kwa baadhi walidhihaki wakafikiri ni mwisho, lakini tunapata nguvu kwamba akiwa msalabani bado anaendeleza utume ule ule wa kusamehe, wa kurehemu. Na hivyo mimi na wewe tutakapokuwa katika kutana na Kristo aliye msalabani, tusiogope wakati fulani kupata fedhea, tusiogope wakati fulani kuvuliwa nguo. Kristo Bwana yu katika neno lake. Mtakatifu Yerome anasema, kwa kuto kuyafahamu maandiko matakatifu ni kuto kumfahamu Kristo. Ili tuweze kuungana naye na kutana naye, basi tujikite pia katika kulipenda, kulitafakari neno la Mungu. Kristo Bwana yu kati ya watu wake. Anapomtokea Paulo mtume, Matendo ya Mitume sura ya 9, anasema, unapowaudhi hao unaniudhi mimi. Baada ya Paulo kuuliza, wewe ni nani? Mimi ni Yesu Kristo ambaye wewe unanitesa. Wapendwa wa taifa la Mungu, maandiko matakatifu yanatuambia pale ambapo Kristo Bwana alipo, na sisi tuweze kumtafuta hapo. Yu kati ya ndugu zetu, yu katikati yetu. Hivyo huduma yetu ya upendo,
ya furaha katika familia itaendelea kumleta Kristo kati yetu, na hivyo kupata hii ambayo amesema, mtu akinitumikia hakika Baba atampenda na kumheshimu. Wapendwa taifa la Mungu, kama watumishi tunaalikwa kuwa na unyenyekevu. Mama yetu Bikira Maria ambaye anajipambanua, anajieleza wazi, tazama mimi ni mtumishi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyonena. Mtumishi au huduma yetu iendelee kuwa yenye unyenyekevu. Na unyenyekevu, kama ambavyo mara kadhaa tumetafakari, unyenyekevu sio woga. Kristo amenyenyekea akawa mtii hata mauti ya msalaba. Kristo Bwana ametupenda kwa unyenyekevu, amekubali kufanyika mwili. Tazama, huyo neno aliyekuwa kwa Mungu kwa milele yote amekubali kwa unyenyekevu kushuka kuwa mwanadamu. Amenyenyekea. Utumishi wetu, huduma zetu katika familia na sehemu zetu za kazi bado zipate hiyo harufu ya unyenyekevu. Tumesema unyenyekevu si woga. Kama ingekuwa hivyo, tunajiuliza, huyu Mungu aliyekubali kunyenyekea akawa mwanadamu, amemwogopa mwanadamu? La hasha. Mtakatifu Atanasi anasema, kwa unyenyekevu wake Kristo Bwana aliye Mungu daima anatufanya sisi na kutuinua kushiriki umungu, kwamba yeye aliye Mungu anakuwa mwanadamu ili sisi wanadamu tuweze kuonja hali hiyo ya kimungu kwa njia ya sakramenti, na kwa njia hiyo kuunganika naye na kuzidi kukua, hatimaye kufikia media ya utukufu ambayo ni lengo la utumishi wetu hapa duniani. Hivyo katika familia tuendelee kunyenyekeana, tuendelee kutoa huduma ya upendo. Sehemu zetu za kazi tuendelee kuwa na unyenyekevu, na unyenyekevu unaweza kujidhihirisha kwa namna mbalimbali. Taratibu na miongozo ya sehemu mbalimbali tunapoifuata ni sehemu ya kukubali, kama vile ambavyo tunasema Kristo Bwana anaponyenyekea, anapokuwa mtu, anafuata taratibu za kuwa mwanadamu. Amefanyika mwili kwake Bikira Maria, na kwa miezi 9 amekubali kuwa bado katika tumbo la mama, na hatimaye amezaliwa. Ni kufuata kwa utaratibu kwa kawaida ambako basi kanaendelea kudhihirisha kwamba yeye amekubali kuwa mtu, amenyenyekea, lakini hadhi yake, heshima yake haibadiliki. Wapendwa taifa la Mungu, Kristo Bwana anatualika tunapotafakari huduma zetu na utumishi wetu, kwamba mtumishi awe tayari kujitoa na kujisahau kwa ajili ya wengine. Luka Mwinjili sura 17 aya 10 anasema, mtakapokuwa mmetimiza yote, semeni, sisi ni watumishi wasio na faida, tumefanya au tumetenda tu yale yatupasayo. Wapendwa, katika huduma zetu, basi sehemu zetu za kazi, katika familia zetu, tusingoje shukrani. Tuwe tayari kujisahau kwa ajili ya wengine, mimi na wewe, kama ambavyo Luka Mwinjili anatuambia, baada ya kuhitimisha au kumaliza yote, tuseme tu, sisi ni watumishi wasio na faida, tumefanya yale yatupasayo. Ili kujisahau, ili kutimiza hayo yatupasayo,
tunapasa kuyafahamu. Katika Injili, Yohane amefahamu wajibu na utume wake ni upi: kumdhihirisha, kumtangaza na kumwonesha Kristo kwa watu. Hakupepesa macho, amebaki thabiti, amebaki imara kumtangaza Kristo, yeye ni mwana kondoo wa Mungu, kwamba Kristo ni mwana wa Mungu, yeye amejawa Roho Mtakatifu. Mama na baba katika familia, yamkini kila mmoja anayafahamu majukumu yake, basi nayo tuyatimize kwa upendo. Katika sehemu zetu za kazi, baadhi wamejiajiri, baadhi wameajiriwa. Kama Yohane amefahamu wajibu wake, anautimiza kwa upendo na anajisahau katika kutimiza. Yeye anasema, mimi nipungue, yeye aongezeke. Anatualika na sisi katika utendaji wetu, katika huduma zetu, basi tumtangulize mwingine. Wakati fulani zikana ukawa na ugumu, labda ule mchapo mlishausikia, saizi si sana kuazima nguo, lakini uko machungani, ukitaka kutoka basi unaenda kwa jirani yako. Zamani, sio zamani sana, basi jamani, ninapokwenda ningepata koti hivi, kwa mazingira fulani wanasema vazi linaongeza heshima, vazi linaongeza kitu fulani katika kile unachokifanya. Hivyo yule baba akijua anakwenda sehemu ya heshima, aliona atafute vazi, akaenda kwa jirani, basi akapewa koti zuri. Kumbe na aliyempatia na yeye alikuwapo katika hafla hiyo. Kama ilivyo wakati fulani maeneo yetu ya makusanyiko au sherehe yanakuwa yamejaa kiasi fulani, kumbe baba aijikuta yuko basi sehemu ambapo hakuna matenti hivi, ndipo yule baba akaketi tu kama walikuwa wengine. Yule baba kule akiwa kama huku, akamtuma kijana, mwambie yule baba atoke juani, sababu koti langu litapauka. Angeweza kumwambia ujumbe ule ule, lakini namna alitaka kutuambia tu kwamba hilo koti alilovaa ni la kwangu. Yawezekana hata sisi tukashindwa kujisahau, yaani tukataka kuwa mbele, lakini Yohane anatukumbusha yeye amekuja kumtambulisha Kristo, na anafahamu thabiti, anafahamu kwa uhakika kwamba Kristo Bwana amekuwako kabla yake. Hivyo hakuna haja ya ungesema kujitutumua au kujiinua. Yohana anasema basi yeye aongezeke, mimi nipungue. Wapendwa taifa la Mungu, tunapoadhimisha Dominika hii, tukitafakari kati ya mengi juu ya huduma na utumishi wetu, Mwenyezi Mungu atujalie nguvu ya kupenda kutumikia, kwani katika kutumikia ndipo tunapata nasema heshima. Kazi ni kipimo cha utu,
Hivyo tunapofanya kazi, tunapohudumia, tunadhihirisha sisi ni watu, tena watu ambao wanajiongoza. Tofauti na wanyama wengine, binadamu au viumbe wengine, mwanadamu anadaiwa zaidi kwa sababu ya kuwa na akili na utashi. Tutumie vema akili zetu kung'amua yetu majukumu, ili utumishi wetu basi uendelee kututambulisha. Kuna kazi ambazo mtu akifanya basi inamtambulisha, inampa heshima. Yesu mwana wa seremala, ina maana Yosefu alikubali kubeba kazi, alikubali kutimiza lake jukumu mpaka likamtambulisha kwamba yeye ni seremala. Kila mmoja wetu kwa maeneo yake, kwa kazi zake, basi tuzipende, tuzifanye hivyo ili ziweze kututambulisha. Kwa mantiki hii tunazungumzia kazi halali. Sitegemei kama mtu atafanya kazi haramu apende imtambulishe. Unaenda kwa nani? Naenda kwa Deo mkabaji, na kwenda kwa Deo fundi seremala. Hiyo kazi namtambulisha. Wapendwa, kwa huduma zetu, kwa utumishi wetu, Mungu atukuzwe, kama ambavyo katika sehemu ya somo la kwanza ametuambia kwamba yale ambayo tunatimiza yapeleke wokovu, yapeleke habari njema kwa wote, ili utumishi wetu usilaumiwe, bali uwe sehemu ya kuleta faraja na kitulizo kwa wote. Baada ya haya, tusikie kila ambacho Mathayo sura 25 aya 23 anasema: vema, mtumishi mwema na mwaminifu, umekuwa mwaminifu katika yaliyo madogo, ingia sasa katika furaha ya Bwana wako. Au tunaalikwa kupeleka habari njema. Kazi zetu zote zitufikishe hapo, kuisikia sauti ya Bwana ikituita kwamba tumekuwa watumishi wema, tumekuwa watendaji wema katika nafasi zetu mbalimbali, tuweze kuingia katika furaha za uzima wa milele. Na mwisho, kama ambavyo tumeeleza, kama wanaotuma Radio Maria Tanzania, tunamshukuru Mungu kwa utumishi na huduma ambayo kwa miaka kadhaa sasa Tanzania, miaka 30 basi imefanyika. Wengi wameweza kupata huduma ya neno la Mungu, mafundisho mbalimbali, tukitumai baada ya yote na wenyewe waweze kuguswa na kufikia kualikwa katika uzima wa milele. Na kama Paulo tunasema, baada ya yote haya sisi wana utume, basi tusio watu wa kukataliwa, bali kwa huduma zetu ambazo hakika zimekuwa zikiwagusa wengi, hao pamoja nasi tuingie katika furaha za Bwana, kwa kuwa tumekuwa watumishi wasio na faida, tukitimiza yale yatupasayo. Tuzidi kumwomba Mungu tunapoanza mwaka katika hali hii. Mwaka bado ni mbichi, mwanzoni kabisa. Atupe nguvu ya kila mmoja wetu kuendelea kuwa mtumishi, lakini kwa lengo la kupeleka wokovu kwa wote, ili wengi waweze kusikia, na kwa kusikia waweze kuokolewa. Tumsifu Yesu Kristo.